Kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Kuna jambo Mungu ameniongoza tujifunze. Na jambo ambalo tunataka tujifunze, tunaenda kuangalia na wewe ni miongoni mwa watu wa siku za mwisho au watu wenye mambo kama haya. Maana tupo kwenye nyakati ambazo ni za hatari. Kila mwanadamu yeyote, hakuna ambaye anafanya yaliyo mema, na machukizo yanazidi kuongezeka, hususan kwenye mwili wa Kristo, ambapo wanadamu, wawe ni watumishi, wawe ni wachungaji, wawe ni waumini wanaojifanya wa Kristo, tumepotoka kwa kuenenda katika njia ambayo kihalisia haitupeleki kwenye msalaba wa Kristo, haitupeleki kwenye ufalme wa Mungu. Zaidi tunatimiza tamaa zetu za mwili, na tusipokuwa makini mbingu tutaikosa, na mwisho wa mwisho tutaangamia. Kwa hiyo tunaporudi kwenye misingi ambayo inaenenda katika neno la Kristo, hapo ndipo tunaweza kuwa na uhakika. Tunaona Enoko alitabiri, mtu wa 7 kutoka kwa Adam. Aliwahi kutabiri kwenye kitabu cha Yuda 1 kuanzia mstari wa 14 mpaka wa 16 na 17 mpaka 25. Naenda kukusomea. Kama haya yako kwenye maisha yako, wewe ni mchungaji au wewe ni mtu wa kawaida, ni muumini wa kawaida, chukua hatua, badilika, maana sio muda mrefu chochote kinaweza kutokea kwenye maisha yako. Yuda 1 mstari wa 14, maandiko yanasema, na Henoko mtu wa 7 baada ya Adam alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu na maelfu, ili afanye hukumu juu ya wote na kuwaadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotovu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Watu hawa ni watu wenye kunungunika. Ukiwa ni mtu wa aina hii, rafiki yangu, badilika. Mungu hapendezwi na hilo. Maandiko yanasema mstari wa 16 Yuda 1, anakuambia watu hawa ni watu wenye kunungunika, wenye kulalamika, waendao kwa tamaa zao, na vinywa vyao vyanena maneno makuu ya kiburi, wakipendelea watu wenye cheo kwa ajili ya faida. Je, mtumishi wako anapendelea watu wenye cheo kwa ajili ya faida? Je, wewe unapendelea watu wenye cheo kwa ajili ya faida? Je, ni mtu ambaye ni wa kulalamika, wa kunungunika, mwenye tamaa ya macho, mwili na kiburi cha uzima, kama Yohana wa kwanza 2:15-17 inavyosema? Mstari wa 17 maandiko yanaendelea kusema, bali ninyi wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba waliwaambia ya kuwa wakati wa mwisho watakuwapo watu wenye kudhihaki, wakizifuata tamaa zao wenyewe za upotovu. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu, wasio na roho. Mstari wa 20 anatoa maelekezo ya kufanya. Anasema watu hao ndio waletao matengano, amesema, bali ninyi wapenzi, mkijitenga juu ya imani yenu iliyotakatifu, kwamba mkijijenga katika imani yenu iliyotakatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu. Ndio maana kila siku nakwambia jijenge katika imani iliyotakatifu. Ina maana jijenge katika neno halisi la Kristo. Neno halisi la Kristo ina maana kusimamia neno la kweli ambalo haligoshiwi. Lakini pia kuomba katika Roho. Kuomba katika Roho ni kuomba kwa kusimamia neno, maana neno ni roho, lakini kuomba kwa kunena kwa lugha, maana kunena kwa lugha ni karama ya Roho Mtakatifu. Soma Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 7 mpaka 11. Lakini mstari wa 21 anakuambia, jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema za Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate uzima wa milele. 22 anakuambia, wahurumieni wengine walio na shaka, na wengine waokoeni na kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu wa mwili. Maisha ya wanadamu leo, hakuna anayetaka usafi. Kila mwanadamu anaenda katika uchafu. Kila mwanadamu anaenenda kwa jinsi anavyotaka. Lakini tukiziungama dhambi zetu, tukamrudia Mungu, tukafua nguo zetu,
Mungu ataturidhia, na hapo ndipo tutakapokuwa wana wa Mungu. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, lakini aliye wa Mungu anajilinda, wala yule mwovu hamgusi. Soma kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 18 na 24. Maandiko yanasema, yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasalimisha au kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Yeye aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Utukufu una yeye, ukuu, uweza na nguvu tangu milele na hata milele. Amen. Maisha yako hapa duniani lazima ujue unamhitaji Mungu, na Mungu ili umpate unamhitaji Yesu Kristo. Yaani Baba ili umuone unahitaji Yesu Kristo, maana Yesu ndo pekee alilipa gharama kwa kutoa dhabihu ya damu yake ya thamani, mwili wake wa thamani, ili unapobatizwa, unapozamishwa kwenye maji ukaibuka, ina maana umevua ule utu wa zamani, umevaa utu upya ambaye ni Kristo. Sasa unapoziungama dhambi zako ukaziacha, ukaanza kuacha dhambi, ina maana unajitakasa kwa damu ya Yesu Kristo, na hapo ndipo unajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo basi unapata utakatifu wa mwilini kwa ubatizo na kwa kujisafisha kwa damu ya Yesu Kristo, na unapata utakaso wa rohoni kwa kumpokea Roho Mtakatifu na kubadilisha matendo mabaya ya rohoni, mawazo mabaya kuyaondoa, fikra mbaya za mawazo kuziondoa, lakini pia kutembea katika matunda ya Roho Mtakatifu, yale matunda 9 ya Roho Mtakatifu: upendo, furaha, amani, utu wema, fadhili. Hayo yote ukiwa na moyo uliovunjika, kupondeka, unatetemeka unaposikiliza sauti ya Mungu. Hayo yote unapoyafanya ukimpenda Mungu, ukimwamini na ukayazingatia haya ni kufundishayo, mimi nakupa uhakika huo unabii uliotolewa na Enoko utaweza kukusaidia kwa upande wako kuepukana na maovu, ili uje kupata neema ya Kristo na kushinda hapa duniani. Lakini ukiacha, ukaasi, ukaenenda kwa jinsi ya dunia na tamaa za dunia zinavyokwenda, wewe Mungu hadhihakiwi, utaachwa siku ya mwisho na utaenda jehanamu ya moto. Kumbuka, hicho ni kitu ambacho unaambiwa cha ukweli. Mimi sikufundishi kwa sababu ya kubembeleza au kwa sababu ya kukwambia unipende, ila nakufundisha ile kweli. Ni wewe mwenyewe kuchagua, maana neno la Mungu ni kweli na Roho Mtakatifu ni kweli. Nawapenda in Jesus name. Hujaokoka bado rafiki yangu, bado unaishi kwenye majanga, amua kuokoka. Tamka maneno haya, sema: Bwana Yesu, naziungama dhambi zangu zote leo. Naomba unioshe kwa damu yako, unisafishe kabisa na unijaze Roho wako Mtakatifu. Na wasamehe wote walionikosea na kuwabariki wote wanaonichukia na wanaonilaani, na wapenda wote wanaonichukia. Naomba unisamehe dhambi zangu zote kwa ajili ya ukombozi wa nafsi yangu. Baada ya hapo, amini umesamehewa dhambi. Sasa unachotakiwa ni kwenda kubatizwa ili uvae mwili mpya wa Kristo na ujazwe Roho Mtakatifu ili atembee na wewe na uishi maisha ya ushindi kama Mkristo. Na wewe umeshakata sasa tiketi ya kuja kwenda mbinguni. Kinachofuata ni kuchunga matendo yako ili uenende katika misingi inayompendeza Mungu. Usije ukafikia hatua kwamba umeokoka au umewafundisha wengine kuokoka, lakini mwisho ukawa mtu wa kukataliwa. Kumbuka Yesu ameonya juu ya hicho, amesema wa mwisho atakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Na baada ya hapo akatamka maneno haya kwamba siku ya mwisho wengine wataenda kwake, wasema nilitoa pepo kwa jina lako, nilitoa unabii kwa jina lako, nifanya miujiza mingi kwa jina lako. Lakini Yesu akasema, ondoka kwangu nyewe watenda maovu, maana sikuwatambua, utafukuzwa. Ndio maana neno la Mungu linasema, kusoma kitabu cha Mathayo 5:19, anakuambia wale wanao hata kuchakachua hata sheria ndogo ya Mungu wakawafundisha kinyume wengine, hao watakuwa wadogo kwenye ufalme. Lakini pia akasemaje? Ukisoma kitabu cha Mathayo 7:24 mpaka 48, akasema hawa watu, 24 mpaka 28, anakuambia hawa watu, kumbuka wale wanaolishika neno lake na kulifanya na kulitenda ndio wenye akili, wanaojenga nyumba kwenye mwamba, hata mafuriko yaje, mito ije, majaribu yaje, hawa watu hawataanguka. Ina maana watasimama na watashinda lile jaribu. Lakini wale ambao unashangaa wanaanguka kwenye majaribu ni wale ambao wanayasikia maneno ya Kristo,
lakini hawayatendi kama yanavyosema. Wale majaribu yanapokuja, yani mito inapokuja, maji yakaja, mafuriko yakaja, wale watu wanapata anguko kubwa, na anguko lake linakuwa kubwa kwa sababu hawakujengwa kwenye misingi ya mwamba, bali walijengwa kwenye udongo, yani sehemu ambako hakuna misingi ya neno la Mungu. Kumbuka msingi wa maisha ya mwanadamu na kushinda vishawishi, kushinda vita yoyote ya kiroho na kumshinda shetani kwa kutumia upanga wa Roho ni neno la Mungu. Shetani alipomjaribu Adam alikuwa hayuko kwenye neno, hakulishika neno, akajaribiwa. Lakini tunamwona Yesu alilishika neno, akalitamka, na shetani akamshindwa. Ndio maana soma kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 13 na Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Tunaona Yesu anamshinda shetani kwa neno. Imeandikwa, usimjaribu Mungu wako. Imeandikwa, mtu hatoishi kwa mkate tu bali kwa kila. Imeandikwa, mwabudu Mungu na kumpenda yeye peke yake. Kwa hayo maneno au matamko na neno la Mungu unalolisimamia, unaweza kusimamia kitu kinachoitwa logos. Logos ni yale maneno unayoyasoma kwenye Biblia moja kwa moja, lakini unaweza kusimamia pia neno la lema. Lema ni lile neno ambalo umefunuliwa, labda ulikuwa unaomba na Roho Mtakatifu akasema na wewe, au kaota ndoto, au kaona maono, au kaona ishara. Kwa hiyo utazidi ujifunza mengi, na bila shaka kuna mengi nimeweka. Naamini Roho Mtakatifu bado ananiongoza, na yeye ndo mwalimu anayefundisha, mimi nikiwa kama chombo chake tu, na utukufu, sifa na heshima vinamwendea yeye Roho Mtakatifu, vinamwendea Bwana Yesu Kristo, na vinamwendea Baba wa mbinguni. Nawapenda mno. Yesu Kristo anawapenda sana. Roho Mtakatifu anawapenda sana, na Baba wa mbinguni anawapenda sana. In Jesus name. Shalom.